Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media Injili kwa wote. Ni siku nyingine tena ambapo tunakutana hapa yalipo makao makuu ya shirika hili la masista wa Karmeli wa mishonari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, ambapo tunafahamu sote kwamba wamepatwa na msiba mzito kwa mara ya kwanza kabisa kwa kuondokewa na wapendo wao mama zetu takribani 4 na dereva wao. Mbele yangu ninayo ratiba kamili ya tukio hili la kuhuzunisha kabisa kuwahi kutokea ndani ya shirika hili. Ratiba hii nilionayo hivi sasa inaeleza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mazishi ya masista wetu. Ratiba hii inaanza tarehe 18, siku ya tarehe 18, ambapo mwili utawasili majira saa 12 kamili hadi saa 1 za jioni katika parokia hii ya Boko. Na baada ya hapo saa 2 kamili hadi saa 3 kamili ni chakula cha usiku, na baada ya hapo saa 3 kamili hadi saa 6 kamili ni mkesha ambao utaongozwa na masista wote. Lakini pia tarehe 19 ya mwezi huu wa 9 majira ya saa 1 kamili za asubuhi hadi saa 2 asubuhi ni chai ya asubuhi. Kutakuwa na chai ya asubuhi ambayo ndio siku ya pili yake baada ya mwili kuwasili, ni tarehe 19 hiyo. Lakini pia kuanzia saa 2 hadi saa 2:30 itakuwa ni taratibu za kuaga mwili wa wapendwa wetu. Miili ya wapendwa wetu itaagwa hapo na kanisa la masista na hii ni kwa maaskofu, mapadri na wanashirika wote. Saa 2:30 hadi saa 3 kamili asubuhi kanisani kutakuwa pia ni kuelekea kanisani, ambapo waombolezaji, masista pamoja na watu mbalimbali basi wataelekea kanisani kuhakikisha kwamba taratibu zingine zinafuatwa. Lakini saa 3 kamili hadi saa 4 kamili itakuwa ni kanisani pia, ambapo waamini pia watapata nafasi ya kuaga katika parokia hii ya Mwenye Heri Isidori Bakanja hapa Boko, na hapa waamini wote wanaalikwa kushiriki kabisa kuaga mili ya wapendwa wetu. Lakini misa takatifu ya kuwaombea na kuwaaga wapendwa wetu itaadhimishwa kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kanisani hapa parokia Mwenye Heri Isidori Bakanja Boko. Na hapa ni kwa watu wote, waombolezaji wote pamoja na mapadri, watawa na waamini wote ambao watajitokeza katika siku hiyo kuhakikisha kwamba wanashiriki adhimisho la kuwaombea na kuwaaga wapendwa wetu. Hiyo itakuwa ni saa 4 kamili hadi saa 6. Saa 6 kamili hadi saa 6:45 ni salamu za lambilambi. Tukiwa hapo kanisani tutakuwa na salamu za lambilambi. Makundi mbalimbali yatatoa salamu zao za lambilambi. Na wale ambao wameandaliwa pia watatoa salamu za lambilambi. Sala ya buriani ni saa 6:45 hadi saa 7 mchana kanisani hapo Boko. Lakini pia maandamano ni saa 7 kamili hadi saa 7:30 mchana kwa masista wote kuelekea katika nyumba ama makaburini kwa ajili ya kuwazika masista wetu. Mazishi saa 7:30 hadi saa 8:30 mchana kwa masista Boko. Na sehemu ya mazishi, mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media Injili kwa wote, tumeelezwa ni kwamba hapa katika nyumba hii au katika kituo hiki cha Mtakatifu Teresa wa Avila, upande wangu huu unaoonyesha kuna bustani ya masista, na huko ndiko masista wetu watapumzishwa hapo. Imeandaliwa hapo eneo na ndipo watakapo pumzishwa. Lakini yatafuata matangazo kuanzia saa 8:30 hadi saa 8:40 makaburini huko. Lakini chakula cha mchana itakuwa ni saa 8:40 hadi saa 9:40 hapa katika eneo hili ama kituo hiki cha Mtakatifu Teresa wa Avila hapa Boko kwa masista wa mishonari wa Karmeli wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Na hapo ndipo itakapokuwa tamati ya ratiba nzima. Kwa hiyo basi tujitokeze kwa wingi tarehe 18 kuwapokea wapendwa wetu kutokea kule Mwanza, ambapo watapokelewa hapa kama nilivyosema kuanzia saa 12 hadi saa 1, na baada ya hapo zitafuata taratibu zingine kadiri ya ratiba ambayo
imetolewa, na ratiba hii nitaichapisha katika kaunti mbalimbali za Mphilip Media Injili kwa Wote, lakini pia kwenye kaunti yangu ya Mphilipo Josephat Kizale utaikuta hii ratiba ikiwa hapo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tuungane na masista hawa katika kuwapumzisha ndugu zetu, katika kuomboleza, kuwatia moyo na kuwafariji kwa namna moja ama nyingine. Mimi ni Mphilipo Josephat Kizale, niseme asante kwa kuungana nasi asubuhi hii. Mungu akubariki.